Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kipindi kama hiki tulichopo, ambacho kundi kubwa la watu wa Tanzania wana maswali magumu yasiyo na majibu, wangetamani kusikia majibu na mstakabali mzima wa nini kinafuata baada ya haya madhila ya mauaji makubwa ambayo yametokea Oktoba 29 na siku kadhaa pale mbele, na mauaji mengi yaliyotokea nyuma ya ndugu zetu kutekwa, ndugu zetu kuuawa, watu kupotea, ukosefu wa ajira na kero kadha wa kadha ambazo zinaendelea kwenye taifa. Waziri mkuu kutoka kuzungumza maneno kama haya. Mtu anakaa huko nchi yake huko, yuko kwenye nchi huko, sio alishapata na uraia huko, kisa anaongea Kiswahili, sio huko mwingine amehifadhiwa huko, anawaambieni eti wasanii wa Kataeni walienda kwenye kampeni ya CCM. Ajira ya msanii si ni sanaa? Unatakaje mtu aache ajira yake? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Manchester ni mashabiki wa Manchester? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Simba ni mashabiki wa Simba? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Yanga ni mashabiki wa Yanga? Uchezaji ni ajira yao. Yeye hajali kwamba wewe ni shabiki, hata kadi ya hiyo klabu hana. Msanii akienda kuimba kwenye mkutano, yeye pale yuko kazini, yuko kwenye ajira yake. Tunahangaika vijana wapate ajira, wewe unasema wakatae fursa ya kupata fedha. Nani kawaambieni hao ni wanachama? Nani kawaambieni wanaenda kuimba kwa kadi? Nani kawaambieni? Nani kawaambieni nyimbo za kwaya zile zinatengenezwa na studio za walokole? Hawa wana akili au kamasi hawa? Unakataa watu wasifanye kazi. Hii ni ishara kwamba kumekosekana na uwajibikaji. Jambo kubwa ambalo Watanzania wanalilalamikia na kuwasusa hawa wasanii, sio kwa sababu ati walikuja kwenye mikutano ya CCM, kwamba hiyo ni kazi yao. Na sipo hapo kusapoti maneno ya huyo uliosema ambaye simfahamu, kwamba anasema watu hawasusie wasanii kwa sababu walienda kwenye mkutano wa CCM. Watanzania wana akili timamu, wasingekuwa na eti kuwasusia wasanii kwa sababu walienda kwenye mkutano wa CCM. Tatizo lililopo sio kwenda kwenye mkutano wa CCM. Tatizo lililopo, mnakwenda kwenye mkutano wa CCM, lakini hao CCM ndio chama tawala, wanatawala ndani ya taifa ambalo watu wake wanatekwa, watu wake wanauawa, lakini wanatoka kwenda kuwaambia nyinyi ni safi, mitano tena wanafanya vizuri, mnafanya vizuri, mnafanya maendeleo. Maendeleo gani yanafanywa kwenye taifa la watu ambao wanatekwa? Maendeleo hayo ni kwa ajili ya nani? Mnatengeneza barabara kwa ajili ya nani? Lakini watu wenyewe ambao mnawatengenezea barabara wanatekwa. Huo ni uongo. Hilo ndio jambo ambalo Watanzania tunaumia. Kwa nini kama wao kioo cha jamii? Tulitegemea waseme jamii inavyosema, lakini wao wanasema tofauti na jamii inayosema. Watu hawa hawawezi kuwa furaha kwa watu hao, hawawezi kuwa furaha kwa jamii yao. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Mithali sura ya 17 mstari wa 15 anasema, yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki, naye asemaye ya kwamba mwenye haki hana haki, hao wote wawili ni chukizo kwa Bwana. Anayesema mwenye haki hana haki na anayesema asiye haki kwamba ana haki, hawa wote wawili ni chukizo kwa Bwana. Sasa hawa viongozi wa chama tawala ambako wasanii wanaenda kwenye mikutano yao, wanakwenda kuwapongeza wanaopiga mwingi, wanafanya vizuri, ili hali ndugu zetu wanatekwa, wanakwenda kusema hivyo Polepole ametekwa, amepotea, hajulikana aliko. Wanakwenda kusema hivyo Mdude amepotea. Wanakwenda kusema hivyo tuko kwenye taifa ambalo mzee Ali Kibao anashushwa kwenye gari, anauawa. Anasema wasanii hawa wanaendelea kwa support. Hatuwezi kuwafumbia macho au kuwavumilia. Sasa tatizo lingine, Oktoba 29 baada ya uchaguzi, tuseme wasanii walipita huko nyuma. Baada ya uchaguzi, mauaji makubwa yametokea wakati ule uchaguzi. Vijana waliokwenda kuandamana wamepigwa risasi, wameuawa. Misiba ni mingi sana imeenda kwenye taifa, na ndugu zetu wengine mpaka leo hatujui wako wapi. Watu wengine wanatafuta ndugu zao, hawajapatwa mpaka leo. Unajua maumivu ya kuzika nguo, kwamba unachukua tu nguo za kijana, mzazi anachukua nguo za kijana wake anakwenda kuzizika.
ina maana kijana wake hajui uko wapi mpaka leo. Unajua maumivu. Lakini hawa wasanii waliokuja kuwasapoti chama hichi ambacho kinafumbia macho haya mambo, au inawezekana kinasukuma kinatuma watu kufanya hivyo, kulingana na maelezo ya Faris Buriani, mwenyekiti wa vijana wa Kagera wa UVCCM Kagera, anasema, anawaambia polisi kama kuna mtu ambaye atasimama sijui kutokana na viongozi au tukiwapoteza polisi wasiwatafute. Sasa anazungumza akiwa amepana sare CCM na anawaambia piga makofi kwa CCM. Tuna mashaka makubwa sana kwamba hawa ndio wanahusika na kupotea kwa ndugu zetu. Sasa hawa hayo wanayasikia, wameyasikia, lakini bado ndio kwa support. Na baada ya ndugu zetu kuuawa vibaya kwenye maandamano, wao sauti yao haisikiki kuzungumza sawasawa na jamii inavyozungumza. Haisikiki. Sasa tutasemaje hao wasanii ndio kwa support? Walikuja kwenye kampeni kama sehemu yao ya kazi. Kwenye maandamano. Sasa sijajua waziri, wewe unatetea kazi ya wasanii au unaitetea CCM au unampinga aliyezungumza hayo? Kama shida ni kazi ya wasanii, kuna vijana wamekufa kwenye maandamano na kazi zao na ajira zao. Kuna vijana wamekufa kwenye maandamano wakiwa na kama shida ni kazi ya wasanii, kuna watu wamekufa wakiwa na kazi. Nikwambie, shida iliyokosekana hapa ni wajibikaji. Mashauri yangu ni nini? Kwenye wakati kama huu, viongozi, tulizeni akili sana, kwa sababu tupo kwenye wakati ambao taifa lina machungu, watu wana machungu, watu wameumia, wana machungu mengi. Ukiachana machungu ya kupotea kwa ndugu zao kwenye mauaji makubwa, unaweza sema kama ni mauaji ya halaiki hivi, kama mauaji ya halaiki ya Oktoba 29 na zile siku tatu mbele, mauaji makubwa namna ile, watu kufa kwa kiwango kile, machungu ya namna hiyo. Tukiachana machungu, bado machungu ya ndugu zao kutekwa huko nyuma, bado machungu ya ukosefu wa ajira, bado machungu ya utapanyaji wa rasilimali za taifa, bado machungu. Sasa hapa msizungumze maneno ya kuchochea hasira kwa watu. Angalieni ni jambo gani la msingi ambalo mnatakiwa kulizungumza wakati huu. Watu wanataka majibu ya maswali yao. Maswali yao yanawatatiza. Watu wanahitaji majibu wakati huu. Huu haukuwa wakati wa kupindisha mada. Mahali ambapo tunatakiwa kujenga, tulitakiwa tupajenge. Tusiende kujenga mahali ambapo tulitakiwa tusiende kubomoa mahali ambapo tulitakiwa kujenga, au mahali palipojengwa tunaenda kubomoa badala kujenga palipobomoka. Wakati kama huu tulitegemea vinywa vyenu vitoe maneno ya kutuliza mioyo, ya kutuliza mioyo ya watu waliopoteza ndugu zao, ya kutuliza mioyo ya watu wenye machungu kwa habari ya rasilimali za taifa. Tulitegemea wakati huu yatoke maneno ya kuwatuliza mioyo ya Tanzania, sio maneno ya kuzidi kuchochea ghadhabu kwao. Kazi yao ya usanii, kama msanii kio cha jamii, ana sauti kubwa, ina maana anasikilizwa na wengi. Tulitegemea sauti yake itoke, ieleze, idai haki ya uhai wa ndugu zetu waliouawa. Kama viongozi mnawajibika sawa sawa, mlitakiwa mwajibike kwenye eneo hilo. Palipo na tatizo ndio pashughulikiwe. Kwenda kushughulikia mahali ambapo hapana tatizo ni kuendelea kuchochea chuki, kuendelea kuchochea mabaya kwa mioyo ya watu, kuendelea kuchochea watu wazidi kuendelea kukasirika na kuwachukia zaidi. Mithali sura ya 29 mstari wa 2, Biblia inasema, wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Wenye haki wakiwa na amri watu watafurahi. Sasa ishara ya kwamba wanaotutawala kwenye taifa hili la Tanzania sio viongozi waadilifu, sio viongozi wenye haki. Ishara namba moja ni machungu walionayo watu, maumivu walionayo watu kwenye mioyo. Hiyo ni ishara ya namba moja kwamba viongozi sio waadilifu, sio wenye haki. Sasa watu kama hawa, wasanii wanaokuja kuambia kwamba mnaopiga mwingi, mna haki, mitano tena, watu kama hawa wanakuwa ni chukizo kwenye mioyo ya watu. Sasa tenda vema, tumpata kibali, ataimwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo na itamwagwa na mwanadamu.
Mwanzo sura 9 mstari wa 6. Kwa kuwa kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanadamu. Ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka mafichoni, kwa sababu ya kuipigania nchi yake, kupigania haki na Injili. Anasema, tengenezeni njia ya Bwana, onyesheni mapito yake. Heri mtu yule atakayeteswa ama afai katika Bwana tangu sasa, ili apate kupumzika mara baada ya taabu zake. Yesu Kristo, Mungu mkuu, mhukumu wa haki, yuaja mapema sana, na anakuja kumlipa kila mtu sawasawa na aliyotenda. Hii ndio maana neno Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.